Moja ya principle ya laoni ni hii hapa. Chochote unachokiona kwenye ulimwengu huu, chochote unachokiona kwenye mazingira haya, mwanzo wake ni rohoni. Kwa hiyo matokeo unayoyaona kwenye ulimwengu wa mwili ni kufanikiwa au kufeli kwa ulimwengu wa roho. Vita unayoiona umepigwa, vita unayoiona umefanikiwa, ni mafanikio ya kufanikiwa kwa ulimwengu wa roho ambao umeushinda au ambao umeshindwa. Shetani au wachawi wanaroga kwenye ulimwengu wa roho. Matokeo yake yanaingia kwenye mwili. Tunayaona kwamba huyu amelogwa, huyu anaumwa, ni matokeo ya mwili. Lakini hizo zote zinatokea kwenye ulimwengu wa roho. So unapoona kuna jambo halijakaa sawa, unapoona kitu kinaonekana kwenye mazingira haya ya kawaida, jifunze kutafsiri kwenye mazingira ya rohoni yanasemaje. Umeshinda au umeshindwa? Baada ya hapo, ingia ndani, sali, omba, tengeneza mazingira au toa shukurani kwa Mungu kwamba Mungu, ninakushukuru umenipigania hili. Battle ya rohoni, matokeo yake ni mwilini. Ushindi wa rohoni, matokeo yake ni mwilini. Kuna vitu vimezuiwa kwenye ulimwengu wa roho. Kuna vitu vimezuiwa kwenye ulimwengu wa roho, havitokei kwenye maisha yako ya kawaida. Kuna vitu vimewekwa kwenye ulimwengu wa roho, vinatokea kwenye maisha ya kawaida. Kwa hiyo usije ukadharau ulimwengu wa roho. Usije ukaona ulimwengu wa roho hauna impact kwenye maisha ya kawaida. Impact yake ni kubwa. The way ulivyo, una mahusiano makubwa sana na ulimwengu wako wa roho. Uko vipi? Hatima ya kwako imebebwa na ulimwengu wako wa roho. Aidha ni wa giza, aidha ni wa nuru. Lakini hiyo ndio ilokubeba. Hiyo ndio inayokubeba. Hiyo ndio inayokusogeza hatua nyingine. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, akakaa kwetu nasi tukauona utukufu. Utukufu tulouona ni watu wakitembea. Utukufu tulouona ni watu wakiponywa. Utukufu tulouona ni watu wakipewa nguvu, wakipewa uweza wa kusimama, watu wakipewa nafasi ya kuona. Huo ndio utukufu tulouona. Manake vilitoka vitu rohoni vikaingia mwilini, vikaanza kuonekana. Vita yetu si ya damu na nyama na mwili, lakini tunashinda mwilini. Tukishinda rohoni, matokeo tunayaona mwilini. Musa aliinua mikono hivi, basi watu wanashinda vita. Daudi kabla hajaenda kupiga jiwe, alishashinda vita rohoni. Aling'amua jambo moja, kwamba ninakuja kwa jina la Bwana wa majeshi. Kile kitendo cha kusema nakuja kwa jina la Bwana wa majeshi ndo kilichosababisha asibebe silaha kubwa kama walivyobeba wengine. Ndo kilichosababisha wale wengine washindwe. Bear in mind kwamba Daudi alikuwa hana uelewa, hana uweza wowote wa kupigana vita. Alikuwa hajapitia mafunzo kama wengine ambao walipitia mafunzo na wakapigwa. Manake walipelekwa the best kwenye jeshi ambao wamepita mafunzo. Ndio walikuwa nakwenda kupigana na Wafilisti. Wanapigana na mtu ambaye anaweza kupigana. Ndio maana Daudi walimdharau. Waliona Daudi hana uwezo wa kupigana. Daudi alipoenda, hakwenda yeye. Alipata ushindi mwilini, lakini ushindi aliopata Daudi ulitokana na roho ya Daudi iliyokuwepo ndani yake. Roho ya Daudi iliyokuwa ndani yake, nguvu ya kung'amua kwamba hii vita ni ya miungu. Unatukana jina la Bwana wa majeshi. Majeshi ya Bwana ndio yaliyoinuka yakampiga Goliati. Sijajua nani ni Goliati,
Aidha ni wa business, au ni elimu, au ni huduma ulionayo, au ni akili ulionayo. Sometimes akili tulizonazo zinatufanya tuwe magoliati. Tupingane na uwezo wa Mungu, tupingane na imani, kwa sababu tunaona akili zetu zinafanya vizuri, kwa sababu tunaona tuna uwezo wa kiuchumi, kwa sababu tuna uwezo, tuna kampani. Tunaona imani ni ya nini? Mbona na akili inaongoza darasani? Imani ni ya nini? No. Mambo ya kiroho hayatumii akili. Mambo ya kiroho ni moyo. Vita ya rohoni inategemeana na wewe umesimamaje, uko na nani. It's a time kufikiri na kuplani mipango yako, unaifanyaje mwakani. Moja ya maeneo ambalo unatakiwa usimess up ni eneo la rohoni. Vile unavyotaka kufanikiwa rohoni ndivyo unavyofanikiwa mwilini. Hiyo ni principle ya rohoni, na kila kitu ambacho